uzao wa nyoka Yesu anakuja, anaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Yesu anakuja, anaharibu kazi shetani. Hiyo ndiyo maana ya wokovu. Tunarudishwa nuruni, tunatolewa gizani, tunaingizwa nuruni, tunatolewa kwenye laana, tunaingizwa kwenye baraka, tunatolewa kwenye hatari, tunaingizwa kwenye usalama. Maana wote ambao watampokea Yesu wataurithi uzima wa milele. Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Sikiliza dunia, Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Yeye ndiye ambaye anaweza kufikisha mbinguni. Yeye ndiye ambaye ukimfuata unarudi kwenye hali yako ya kutokufa. Yesu anasema, wale waliomwamini wajapokufa katika mwili watakuwa hai, 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 watakuwa hai. Maana Yesu ni uzima. Yesu ndiye wokovu, amerudisha uzima. Mti wa uzima umerejeshwa duniani. Mti wa uzima Yesu Kristo amekuja duniani ili aweze kuokoa, ili aweze kurudisha ile asili ya mwanzo. Na anasema, Yesu anazungumza. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya Yesu, haleluya, asante Bwana, oh haleluya. Yesu ni mwema. Yesu anakuja, Yesu anakuja. Biblia inasema, kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 17 na mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Huo ndio uzima wa milele ambao Yesu anauleta kwako, ambao Yesu ameuleta duniani. Hiyo ndiyo maana ya wokovu. Unapokuja kanisani, uje ukijua ya kwamba ninamfuata Yesu ambaye ni mti wa uzima, ambaye mwanzo hapo nilikuwa na asili ya kutokufa, lakini kwa sababu ya uasi dhambi ikaingia ndani yangu ikasababisha mauti, ila Yesu amekuja ni mti wa uzima. Biblia inasema, kama nyoka wa shaba alivyoinuliwa na kila ambaye alimtazama nyoka wa shaba alipona. Mtazame Yesu leo, umfuate Yesu kweli kweli, usimfuate tia maji, usimfuate Yesu tia maji. Mungu atuhurumie. Amina. Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mstari wa 4 unasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kumbuka, uzima wa milele tulikuwa nao mwanzo. Mungu alituumbia hali ya uzima ambao hatungeweza kufa, lakini baada ya mwanadamu kuasi ndipo ile hali kaondoka, ila Mungu anaurejesha tena kupitia Yesu Kristo ili watu wapate uzima. Yesu anakufa msalabani ili watu wapate uzima. Hauji kanisani kwa bahati mbaya, hauendi kanisani kupoteza muda. Hayo ndiyo maisha ya kwako ambayo Mungu alitaka uishi tangu mwanzo. Haya ndiyo maisha ambayo Mungu alitaka tuishi tangu mwanzo. Narudia kusema haleluya. Haya ndiyo maisha ambayo Mungu alitaka tuishi tangu mwanzo. Dunia ijue leo, dunia itambue yote yanayoendelea kinyume na Mungu ni uasi. Ni lazima kurudi kwa Yesu ili kurudia hali ya kwanza ya maisha yetu ambayo Bwana alitu
kurudia asili ya mwanadamu, kurudia ile asili ya mtu ambaye Mungu alituumbia, ili tuwe na uzima wa milele, 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 ili tuwe na uzima wa milele. Amen. Kifo ni adhabu. Kifo ni adhabu. Hiyo ndiyo maana ya wokovu. Kama ulikuwa hujui, kuanzia leo utambue kwamba ninapoamua kuokoka, nimeamua kurejea kwa Mungu, kwenye himaya ya Mungu anitengenezee hali ya kutokufa. Hata nikiharibika huu mwili, nitakuwa na uzima wa milele. Maana mwanadamu hajaumbwa kufa. Na ndiyo maana leo kinachokufa ni huu mwili ambao tulipokea, huu mwili wa jinsi hii wa kufa baada ya ile laana. Tukapata mwili wa kufa, lakini roho ya mwanadamu haifi. Utaenda wapi baada ya kuwa umekufa katika huu mwili? Maana roho yako haifi. Utapata uzima udumuo, uzima usio na ukomo, au uzima wa milele mbinguni. Unaweza ukawa hai jehanamu au ukawa hai mbinguni. Ni wewe sasa kutambua na kuchanganua na kujua ya kwamba ni nini hasa ambacho kipo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio maana ya wokovu. Ningetamani watu wote wangekuwepo wakapokea habari hizi, lakini habari hizi zitawafikia kote. Kila ambapo watasikia hizi habari zitawafikia kote. Natoa wito kwa kina mama, kwa mabinti, waache mambo ya mapambo, mambo ambayo hayana nafasi katika utukufu wa Mungu, bali wajipambe dhamiri safi, wakimpendeza Mungu nafsi zao. Yes. Maana haya mambo ni upotevu. Vyombo vya uzuri ni chanzo cha kiburi. Ukisoma Biblia, hata shetani kwa uzuri aliyokuwa nao ulileta kiburi, uliinua kiburi ndani yake, akawa na kiburi. Walio wengi wanapokuwa na uwezo fulani, viburi vinainuka. Vyombo vya uzuri ni kujiongezea vitu ambavyo ni kinyume na Mungu, vinavyoondoa utukufu wa Mungu. Tumesoma ile Mwanzo sura ya kwanza. Tumeangalia Mwanzo sura ya kwanza. Tumesoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Mwafrika kwa uafrika wako ulio nao, kwa nywele zako ulizo nazo, kwa rangi yako ulio nayo, kwa kucha zako hizo asili ulizo nazo, kwa kope zako asilia ulizo nazo, Mungu akaona ya kwamba wewe ni chema. Mungu akaona kwamba wewe ni chema, tena sio chema tu, ni chema sana. Mabinti, waambieni na wenzenu, kujiongezea vitu ni kinyume na utukufu wa Mungu. Ni kinyume na utukufu wa Mungu. Maana yake unahamisha utukufu wa Mungu, unauleta katika mikono ya mtu. Vijana wa kiume, tujitahidi tusifanane na watu wa huko nje. Mungu atusaidie, tujifunze hata namna ya kuvaa, tujifunze hata namna za kunyoa. Cutting styles zetu zifanane na watu waliookoka. Tusiende kama watu ambao hawajui walikotoka. Tunajua tulikotoka. Mungu alitutoa huko, ametuleta kwenye himaya yake. Ni lazima tuenende katika makusudi yake, katika malengo yake. Mabinti, habari za kuvaa suruali, waambieni hilo sio vazi la mtu wa kike. Mimi nakwambieni, soma Biblia yako uone, kwa sababu inaamsha zinaa. Biblia inasema kitabu cha Mathayo ile sura ya 5, Yesu anasema sikuja kutangua torati bali kuitimiliza. Mmeambiwa usizini, lakini mimi nawaambieni hata mtu amtazamaye mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye.
unavyovaa suruali yako hiyo ikakubana makalio, ikakubana mapaja, ikakubana ukawa unaonyesha watu huko nje, unazina watu wengi, halafu unaingia kanisani, halafu unasema unaenda mbinguni. Hamna mbingu ya hivyo. Ni lazima ufuate mapenzi ya Mungu. Ni lazima ufuate mapenzi ya Mungu, hata vile ambavyo unavipromoti. Ni lazima uendane na Mungu. Kuwa selective kwa kila kitu, kuwa mchambuzi kwa kila kitu. Sio kila kinachokuja mbele yako ni cha kwako. Usiige ya huko nje duniani. Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kitabu cha Warumi sura ya 12, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wewe unaipenda dunia, ni roho yupi uliye naye? Unaipenda dunia, ni roho yupi uliye naye? Unasimama madhabahuni unanena, ila tunda la Roho hauna. Wewe unadanganya na unaigiza, kwa sababu tunda la Roho halimo ndani yako. Badilika, utubu. Hata kama ni mama mchungaji, hata kama ni nani kanisani, badilika, utubu, uachane na hayo mambo. Badilika, utubu, maana ni nyakati za mwisho. Hatuwezi kuyaachilia mambo yasiyofaa yakaenea kanisani. Wengine ni viongozi wetu, wengine ni viongozi ni mabinti, lakini mavazi yao ni ya aibu, ni ya ajabu. Wanatupeleka wapi? Wanatupeleka wapi? Kanisa la Mungu ni lazima tusimame. Mbingu sio rahisi. Mbingu sio rahisi. Ni lazima tusimame, tuuseme ukweli. Kwa vyovyote watakavyotuchukulia watu, watuchukulie hivyo hivyo. Ila tuuseme ukweli hadharani. Tutakuwa na mabinti wa ajabu mno kanisani, wa ajabu, wasiojua hata kujistiri, kufanya ibada yenye utukufu, wa ajabu kweli kanisani. Utukufu wa Mungu unapotea kila leo. Maigizo yamekuwa mengi, watu hawataki kufuata ukweli. Wako bize wenye kujipenda wenyewe, wako bize kujinakshi. Wanachelewa ibada kwa sababu ya kujinakshi. Anaingia kanisani, ndiye mwimbishaji wa praise, ameweka kucha bandia, kope bandia, nywele bandia, kila kitu bandia, heleni, masikio bandia. Mungu atuhurumie. Kila kitu bandia. Rangi ya mdomo bandia, rangi ya kucha bandia. Mungu atuhurumie sana. Kila kitu ni bandia, 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 bandia. Hivi Roho Mtakatifu akukaa kwenye bandia. Roho Mtakatifu, watumishi, hebu tuambizane tu ukweli. Roho Mtakatifu akukaa kwenye bandia, ni roho yupi huyo? Unakuwa mtu bandia. Hivi Roho Mtakatifu kweli wakukaa kwenye robot? Huna tofauti na robot wewe. Hauna tofauti na robot. Ninakwambia, hauna tofauti na robot. Waambieni, waelekezeni. Hauna tofauti na robot wewe. Kucha bandia, kope bandia, lips bandia, masikioni mweka vitu bandia, mikononi bandia, shingoni bandia, kichwani bandia. Hadi huyu bandia. Atusaidie Yesu. Mungu jamani, watumishi, kanisa linalokuja tusipoangalia litakuwa la ajabu. Itakuwa shida kweli. Wa mabinti waliookoka wanaiga huko nje vitu vya ajabu. Miongoni mwa fashion, nguo zako ulizonazo na suruali zimo majinsi ya nini?